Mimi ni CEO ya Sport Fund na mzaliwa hapa Isiolo. Tumekuja kufariji na kuomboleza mzee ambaye ni mzee wa jamii, ameaga dunia leo, mzee Mohamed Mudale ambaye anajulikana kwa jina maarufu kama Baiskeli. Huyu mzee aliugua kwa muda mrefu na kwa amri ya Mwenyezi Mungu leo jana alipoteza maisha yake katika hospitali ya Kenyatta. Tumekuwa watu wake karibu, jaribu kusaidia wakati alikuwa mgonjwa, na kwa amri ya Mwenyezi Mungu ametuacha, na tunapenda kupeana pole kwa familia, wananchi wa Isiolo na jamii ambaye yeye ametoka, ambaye anawakilisha kama naibu mwenyekiti wa ile kamati ya baraza la wazee la BCE. Kwa hivyo kutoka kwangu, familia na jamii yetu yote, ni pigo kubwa kifo ya mzee, na tungependa kwamba Mungu afariji familia yake na wale wendani wake wote na amlaze mahali pema peponi. So leo tuko hapa kwa minajili tu ya kufariji kifo ya huyu mzee. Yangu ni hayo. Huyu mzee tunatoka naye kwa pandele nyingine ya sehemu ya Garbatula. Alikuwa chief pandele nyingine na alikuwa mwendani yetu ya karibu, ni jamaa ya karibu, ni familia, na alikuwa mtu wangu ya karibu sana. Ni pigo kubwa sana kwangu binafsi kwa sababu kama unavyoelewa nilikuwa na azma pia ya kisiasa ya kugombea hii kiti ya ugavana ya Isiolo. Huyu mzee alikuwa mshauri wa karibu sana katika hiyo safari. Kwa amri ya Mwenyezi Mungu tumepoteza, na kwa hivyo ni pigo kubwa kwangu sana binafsi, na tunaomba Mungu atupatie subra wakati huu mgumu ambaye sisi tunaomboleza. Asalamu alaikum. Ningependa kuchukua fursa hii kutuma salamu za rambirambi kwa jamaa na marafiki wa mwenda zake mzee yetu mkubwa, Vice Chair ya Borana Council of Elders, Bwana Mohamed Ali Mudale alias Baiskeli. Mzee Baiskeli ni mtu shupavu katika hii jamii. Jamii ya Borana imeachwa na pengo kubwa kabisa. Mzee alikuwa mzee mwadilifu, mzee alikuwa mzee mkarimu, mzee alikuwa ni mzee ya kuangalia mambo katika njia za haki. Tunaombea familia yake iweze kuwa na subra wakati huu mgumu ambao wanaomboleza mzee yao. Asante. Na pengine venye unajua mzee alikuwa vice chair ya Borana Council of Elders, na katika uendeshaji ya hiyo council alikuwa na wadhifa ambaye ilikuwa ni very critical katika management ya affairs ya Borana. Tunajua si rahisi kupata mtu kama yeye wa kujaza hiyo pengo, lakini tunaomba wale wamebaki waangalie nidhamu zile alikuwa anazifuata, nidhamu nzuri, waweze kuendelesha hii jamii katika njia nzuri. Ningependa kuambia familia poleni. Tunajua kifo imewanyang'anya one of the greatest pillars. Tunasema tumuombe tu apate Jannatul Firdaus kwa wakati huu. Amina. Klani ya Borana na mzee wa jamii yote wa Borana, na ni mzee wa heshima ambaye leo ametuacha, mzee ambaye ameleta utengamano kwa jamii ambayo ya Isiolo, na watu wa Isiolo wote nasema pole, kwa sababu tumepoteza mzee mshupavu, mzee ambaye anajulikana sio hapa tu Isiolo, lakini kule Marsabit na hata Tana River wote na Kenya mzima, kwa sababu ameserve kama chief zamani. Na kwa hivyo nasema pole kwa familia, nasema pole kwa jamii ya Isiolo. Tuendelee kudumisha amani ile alijaribu kuleta pamoja, na ninaimiza wanasiasa tuweze kudumisha amani, haswa wakati huu wa kuelekea uchaguzi, na tuweze kuongea na sauti moja, sababu hata katika mila ya Waborana huyu mzee anatoka katika koo yangu kabisa, kwa sababu ni kama baba yangu ndo ameniacha leo, na mzee ambaye nilikuwa namtegemea kwa mawaida, kwa kiongozi katika uongozi yangu, pia katika ikiwa anapata changamoto ni mzee naweza kuongea naye na anaweza kunipatia mawaida. Hata katika serikali anatuhimiza tuweze kusimama na serikali kila wakati, na tuweze kufanya kazi pamoja na serikali ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo ni mzee wa maana
ambaye ametuacha haswa katika wakati huu tunapoelekea uchaguzi. Na nasema watu wetu wote tuige mfano mzuri ambaye ametuwekea na ametuhimiza tukae pamoja kama jamii. Kwa hivyo ni huzuni sana siku ya leo kwangu. Ningependa kuchukua hii fursa kutuma salamu za rambirambi. Ngoja niongee na mheshimiwa, ngoja niko na mheshimiwa. Relax na marafiki. Hata hiyo kitu. Hata hiyo simesikia. Ngoja urudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Ahmed Said. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leo Jumamosi tumekusanyika hapa katika makaburi ya Waislamu ili kuweza kumsindikiza ndugu yetu Mzee Ali Mudhane au anayejulikana kama Baiskeli, ambaye ameenda kwa haki. Na mzee huyu alikuwa kiongozi shupavu ambaye aliweza kuhudumia jamii bila kujali tabaka yoyote, na alikuwa mtu muungwana sana. Na sisi kama jamii ya Waislamu tunakubali, kwa sababu hiyo ndio njia ya haki, na tunaombea Mwenyezi Mungu amlaze Jannatul Firdaus. Nataka kuchukua fursa hii pia kuwashukuru wote wale ambao wameweza kujishughulisha na hii tangu alipofariki Nairobi, kiongozwa na mzee wetu Umoku ambaye pia ni mzee wetu wa mji na viongozi wengine, na alhamdulillah amepata mazishi ya hali ya juu, watu wengi wamehudhuria. Kama Waislamu, kifo huwa tunaichukulia ni njia ya kwenda kwa haki. Kwa hivyo ni kuombea tu Mwenyezi Mungu, na sisi pia tutakuwa nyuma yake. Ile mwito tu tunatoa sisi ambao tumebaki, tushikamane, tusameheane, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hatujui nani atafuata. Hii makaburi ambayo unaona tumezika watu wengi, na hatujui nani ataweza kuja hapa tena. Kwa hivyo cha muhimu, cha msingi ni watu kushikamana, kusameheana, tudumishe amani kwa sababu amani ndio sifa kubwa ya Waislamu katika vitabu vyetu. Asante.